Kupitia ukurasa wake wa Instagram, msanii na mfanyabiashara maarufu Shilole ameposti video ikionyesha mgahawa wake ukiwa umeteketea kwa moto, huku akiambatanisha video hiyo na ujumbe mrefu wa huzuni, ambapo Shilole ameonyesha uchungu mkubwa aliopata kutokana na tukio hilo, huku akiwataka Watanzania kudumisha amani na umoja bila kujali tofauti zao za kisiasa. Amesema licha ya hasara kubwa, anamshukuru Mungu kwa kuendelea kumpa uhai na kusisitiza kuwa mali zinaweza kurejeshwa, lakini maisha hayana mbadala. Sasa nikinukuu posti hiyo kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram, ameandika hivi: ujumbe wangu kwa taifa. Salamu. Kwanza nitoe pole za dhati kwa wote waliofikwa na misiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kurudishiana maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa jamii moja, kwani kabla itikadi sisi ni binadamu na ni Watanzania. Mimi ni muhanga wa fujo hizo na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaoonekana kufurahia wakidai nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa, lakini ukweli ni huu: sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu. Nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu CCM. Lakini je, wale wasio na chama walioumizwa, je, nani atawatetea? Hili linaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi, bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo, wakati huu si muda kutafutana mchawi wala kushindana kutupiana lawama. Ni wakati wa busara. Na wabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu, huku akiwa amedhamiria kunirudisha nyuma. Mwenyezi Mungu anaendelea kuniruzuku uhai, basi naamini mali zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa, lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulillah. Naiombea nchi yangu na muombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya 6 katika kipindi chake cha pili, kwani ninaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa letu. Ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu, na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama changu CCM licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyoipata. Ninashauri tusimamie katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilipotea ni hasara kubwa sana na nimeumia, ila siwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulillah. Tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki Tanzania. Mwisho kunukuu. Baada ya posti hiyo, wasanii wenzake pamoja na mashabiki na wananchi kwa ujumla waliweza kuandika maoni yao kwenye sehemu ya maoni mengi kwelikweli, wakiweza kumpa pole kwa kile ambacho kimetokea, lakini pia wakimpa moyo na kumwombea kwamba aweze kunyanyuka tena na kusimama kama alivyokuwa zamani. Jina langu ni Hamza Saif na hii ni Global TV. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongo Sauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongo Sauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongo Sauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064, barua pepe alphatizben@gmail.com. Bongo Sauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.